Uwemba hoye! Hoye! Mtewele, mimi nakupongeza, na watu wa kata yako wanaweza wakatembea kifua mbele kwamba walichagua mtu ambaye ni kijana msomi na ana maono ya watu wake, na hii ndio tafsiri ya uongozi. Mungu akubariki sana. Asante mkuu. Sasa la pili, mkuu wa shule, ninakupongeza sana kwa sababu na wewe mwenyewe usingekuwa ni msimamiaji mzuri tusingefika tulipofika. Kupitia wewe na wapongeza walimu wote namna ambavyo mmekuwa na mchango mkubwa kwenye miradi hii, kwa sababu ninyi sio mainjinia, sio kazi uliyosomea darasani, lakini kwa sababu ya majukumu na kwa sababu barua yako ya ajira inasema na majukumu utakaopangiwa na mwajiri, umekuwa responsible kuhakikisha kwamba mradi huu mzuri unakuwa na matokeo mazuri. Taarifa uliyosoma hapa milioni 400 na kazi yenyewe vinajieleza. Wala uhitaji TAKUKURU, wala uhitaji watu kuja kuanza kutafuta milioni 400. Maana kuna miradi ukitajiwa fika mnaanza kuizana, jamani, hivi kweli hapa bilioni 1? Lakini unaona milioni 400 yenye matokeo, madarasa 8, vyoo, ofisi, na mradi unaonekana value for money, thamani ya pesa na mradi vinafanana. Mkuu wa shule na kupongeza sana. Mwenyekiti wa mtaa na kupongeza namna ambavyo wadau na wananchi wamepokea mradi huu vizuri. Nifikishie salamu zangu kwa wenzako, kwa wananchi. Hapa Uwemba mna watu wengi sana huko duniani. Nakumbuka Mwamanga Radslaus hapa alikuwa mkurugenzi wa TASAF, kwao ni hapa. Mwanyika Deo ameanza kufanya maendeleo huko hata kabla hajawa mbunge. Kwa hiyo ninachosema mwenyekiti wa mtaa, diwani wa kata, endeleeni kuwakaribisha wana Uwemba wachangie maendeleo ya nyumbani kwao. Tunapoenda mwisho wa mwaka, mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa mtaa, waambieni wana Uwemba kwenye magrupu yenu ya WhatsApp kwamba mwisho wa mwaka tunawakaribisha wana Uwemba diaspora, wana Uwemba walioko nje ya eneo letu. Tutakuwa na kikao cha maendeleo ya kata mwisho wa mwaka. Mnapokuja nyumbani, tujadili Uwemba yetu na maendeleo. Waone miradi kama hii, waone vituo vya afya, waone namna ambavyo wana Uwemba wenzao kama akina Mwanyika, kama akina Radslaus aliyekuwa mkurugenzi wa TASAF, kina Mwamanga, namna ambavyo wametoa mchango mkubwa kwenye maeneo ya nyumbani kwao ili tuwajengee matamanio. Si unanielewa? Leo Uwemba hapa ni kijiji, ni mtaa, una shule ya ghorofa. Umetoka Njombe unakuja hapa Uwemba, unaona mabarabarani huko viwanda vya kumenya miti, kumenya magogo vipo. Tunajenga barabara kubwa ya rami kwenda Ludewa. Kuna mtu kwao ni Uwemba, yuko Dar es Salaam, bado anawaza kwamba kijijini kwao Uwemba watamloga kujenga nyumba ya bati. Kumbe hajui Uwemba wana shule ya ghorofa. Uwemba wana nyumba za vigae. Uwemba watu wamejenga nyumba za magorofa kuliko na nyumba anayoishi Dar es Salaam. Sasa tuwaambie watu wa Uwemba walioko Dar es Salaam, walioko mikoani, wasiogope kuja nyumbani. Waje washiriki maendeleo ya nyumbani. Wasiogope kuja nyumbani wakawa subiria misiba itokee ndo waje kuzika. Waje wayaone maendeleo haya. Na mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa mtaa, hizi ndo picha za kutuma kwenye magrupu yenu ya WhatsApp kwamba hapa ni kijijini kwetu Uwemba, hii ni shule inajengwa na serikali, Dr. Samia ametuletea hela, na baadhi ya wana Uwemba wameweka nguvu zao na halmashauri na diwani na mbunge, na haya ni madarasa yanajengwa kijijini kwetu. Wanaona gorofa kubwa kama hili, ili wajue kwamba hatujadili uchawi. Unawaonyesha namna ambapo uko barabarani tumeanza kupata wawekezaji wanajenga viwanda vya kumenya magogo, ili mtu akikaa Dar es Salaam kwao ni Uwemba ajue kwamba kijijini kwao kuna wawekezaji. Yeye abaki Dar es Salaam anasubiri watu wafe atume mchango wa ng'ombe, atume mchango wa mahindi. Waambie Uwemba sio mahala pa kuja kwenye kufa na kuzikana, waje kwenye maendeleo. La pili. La tatu ni walimu. Kwanza nawapongeza hawa watoto kusoma. Ninawapongeza sana
wazazi wote wa mkoa wa Njombe kwa namna ambavyo wanajitoa kwenye swala la elimu ya watoto wao. Wazazi wa mkoa wa Njombe wanatoa chakula. Wazazi wa mkoa wa Njombe wanatoa watoto waende wakasome. Madarasa ya mitihani wajiandae na mitihani yao ya taifa. Watoto msiwaangushe wazazi. Kwenye swala la elimu tunawajibika kuelimisha watu wawili. Ni lazima tuelimishe wazazi umuhimu wa mtoto kwenda shule. Lazima mzazi aelimike umuhimu wa malezi kwa mtoto wake. Kwa sababu hata kama walimu watang'ang'ana na mtoto, kama mzazi ni mbumbumbu kibeliti ngoma, usitegemee matokeo ya mtoto kuwa ya maana, ya kitabia, ya kitaaluma, ya kimaisha. Kwa hiyo wazazi wa Njombe kwenye umbumbumbu wameondoka. Kazi kubwa ambayo imefanyika ni wazazi wa Njombe kuweza kubadilika kwenye akili na mitazamo yao na kubeba elimu kama kipaumbele. Na ndio maana unaona shule zinafungwa, wazazi wanasema tungependa watoto wa form 2 na form 4 wao wanapata muda wa kusoma, na walimu wao wanaambia si tuko tayari kwa ajili ya kuwasaidia watoto, kwa sababu baada watoto kwenda kuzura magengeni huko na masokoni na wengine kwenda kwenye mavuno, mzazi mwenyewe anaona bora mtoto apate nafasi ya kusoma. Hili ni jambo zuri. Kwa hiyo tunawapongeza wazazi, tunawapongeza watoto, lakini tunawapongeza sana walimu, kwa sababu naamini kwamba hapa mkulazimishana. Ni walimu wenyewe wangetamani kuona watoto wao wanafaulu na shule inapata sifa. Na watoto zingatieni masomo. Form 4 mnamaliza mwaka huu. Kuna ambao kuanzia mwezi wa 11 watakuwa wako nyumbani. Kuna ambao mwakani wataenda form 5. Kuna ambao mwakani watakuwa ni wake za watu. Kuna ambao mwakani watakuwa ni waume za watu. Kuna ambao mwakani wataenda kwenye vyuo. Unayaanza maisha. Ulikuwa unakaa hapa shuleni, unagombana na mwalimu kata kucha. Kuanzia mwezi wa 11 mtu tu anakuambia kata kucha. Kata nywele. Hakuna atakaye kuambia kata nywele. Unanuka kikwapa oga. Hakuna atakaye kuambia uoge. Umechelewa. Wanakuchapa kiboko mkononi, unaenda kwa babako, nimechapa mkononi, babako anakuja hapa anatukana kila mtu. Kuanzia mwezi wa 11 uko wewe na bibi yako, mjomba wako, shangazi yako, baba yako, mama yako nyumbani. Sio, mnanielewa? Hakutakuwa na mwalimu anayekukumbusha wajibu wako. Utaanza kujilea mwenyewe. Na ndo hapo panakuja wajibu wa wazazi kusimama kwenye nidhamu ya malezi ya watoto. Elimu nzuri inaanzia nyumbani. Mtaala mzuri unaanza na kichwa chako. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo form 2 na form 4 mnaojiandaa na mitihani ya taifa, zingatieni masomo. Usifanye mchezo, usifanye mzaa. Days are numbered. Mmebakiza muda mfupi sana. Ninaamini hata sasa hatufundishi mambo mengi mapya. Kwa sasa tunaanza kufanya revision. Tunafanya marudio. Tunasolve past papers ili kumjengea mtoto confidence. Hata kwenye michezo, ukifanya mazoezi ya mechi za kirafiki 10 kabla ya mechi ya fainali, unakuwa umejipima vizuri kwenda kwenye mashindano. Kama umefanya mazoezi mechi 2 za kirafiki, alafu unaenda kuonana na timu ya Senegal imecheza mechi 15 za kirafiki, it's obvious wewe utapoteza. Kwa sababu hata kocha hawafahamu wachezaji wake vizuri. Na wachezaji wenyewe hawajifahamu mapungufu yao. Ninyi watoto, mkianza kusolve leo past papers, mkafanya weekly test, monthly exam, trial exam, mock exam, mpaka unafika national exam ulishafanya past papers 200, manake una confidence ya kusit for the national examination. Kwa hiyo huu sio muda wa kwanza kupiga porojo. Unakaa hapa, umetoka nyumbani unakuja hapa kusoma, unafanya maandalizi ya mitihani, una behave kama mtu wa kindergarten. Hapana. Ni lazima form 2 muwe serious, form 4 muwe serious, na muwe kwenye malengo. Lengo la wewe kufaulu,
lengo la kutaangusha mzazi au mlezi, na lengo la kutaangusha shule yenu na walimu wenu. Kwa hiyo niwaombe sana watoto wangu muweze kuzingatia swala la kusoma kwa bidii kwenye muda uliobaki. Kuna watu wajinga atakwambia ng'ombe hanenepi siku ya mnada. Inategemeana na aina ya ng'ombe na inategemeana na aina ya mnada. Sijui unanielewa? Mmenielewa vizuri? Inategemeana na aina ya ng'ombe. Kama ng'ombe wako ana kifaduro sawa. Inategemeana na aina ya mnada. Ndio maana kuna mtu anaweza akasoma jambo akaliacha mlangoni, akaingia darasa, akaingia kwenye chumba cha mtihani, akakuta kitu alichokisoma mwisho ndio swali la kwanza kwenye mtihani. Lakini tunasema practice make perfect. Si unanielewa? Kama wewe mpaka saizi form 2, form 4 unalala usiku, unaota unakimbizwa na simba, wewe utapata 0. Yaani wewe mpaka saizi unalala, hey, simba, wewe maana yake wanajiandaa kupata nini? Kupata nini? 0. Kwa sababu wakati mwingine ndoto zinatokana na mambo mema au mabaya unayofanyaje? Unaoyawaza. Ukipata muda mwingi sana wa kusoma, utafika mahala unaota huko kwenye group discussion. Utafika mahala unaota huko kwenye chumba cha mtihani. Utafika mahala unaota unaongea na mwalimu wako. Form 2, form 4, wewe bado unaota Yanga watacheza na Simba au hawatacheza. Wewe ni 0. Hiyo sio ndoto yako wewe. Kama bado unaota Mayele, wewe sio mwanafunzi unayejiandaa na mitihani. Maana yake ni kwamba the more unapoweka concentration yako kwenye kusoma na brain yako kwenye kusoma, hata aina yako ya ndoto zako inakuja kuwa ndoto njema. Kwa hiyo saa hizi ni lazima msome kimkakati. Mheshimiwa Diwani, wewe ni graduate, si ndio? Mnapoenda kwenye chakula mnapokuwa mnakula chakula na hata mko kwenye mstari, the discussion pale kwenye line ya kwenda kwenye chakula ni ya taaluma. Hivi swali fulani ulilielewa? Hivi pale mwalimu ulimuelewa? Si mnanielewa? Hata unapokuwa nyumbani, wanalala hapa au chumbani? Mnapolala kuelekea kwenye usingizi pale kwenye chumba chenu, mnabishana kuhusu maswali. Sio umelala mnabishana kuhusu Diamond. Sio umelala mnabishana kuhusu dabi ya Yanga na Simba. Wewe hao Yanga na Simba mtaonana mwezi wa 11. Mnabishana kuhusu maswali, mnasema huyu amekosea, huyu amepatia. Asubuhi mnasema twende kwa mwalimu. Eti mwalimu, tuna jambo hili, ukweli ni upi? Kwani waombe sana wanafunzi muweze kuzingatia. Lakini nidhamu ni bottom line, inabeba kila kitu. Nidhamu inabeba taaluma, inabeba maisha. Kusali sawa, lakini unasali katikati ya kusoma. Ndio maana tunasema human effort plus divine power is equal to success. Sasa wewe hujasoma, malaika wa Bwana akakutokea kwenye chumba cha mtihani. Maana yake kwenye mtihani swali hujasoma, unaanza kuhesabu nywele za wenzako. Wasema hivi kweli huyu ana nywele ngapi? Unaanza kuhesabu, jamani mbona huyu ana upaa? Hivi upaa una nywele? Unaanza kumkosoa fundi. Hapa fundi alikosea. Kumbe maswali uyafahamu. Hii rangi hii angepiga rangi ya blue. Mnanielewa? Sasa malaika anakutokea pale kwenye chumba cha mtihani. Mtoto wangu, niambie ulisoma wapi nikukumbushe? Una. Kwa hiyo prayer, human effort unasoma. Divine power unasali. Combine together inakupa matokeo mazuri. Usisali kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 9 asubuhi. Unasali. Hapana. Sali kwa wakati. Wala ambao ni wa Kristo kasome kitabu cha Nyakati. Kila jambo lina wakati wake. Ibada saa 12, tena ibada ya wanafunzi
piga ibada kiwalio wa Kristo, unapiga ibada na nyimbo nusu saa. Sasa usianze na mapambio saa 12 mpaka saa 4. Mnakula saa 12, naenda kwenye ibada au nini kinaanza? Ni ibada au chakula? Chakula, ibada. Baada ya hapo, na kule kwenye ibada haipendezi mko shuleni mnahubiriana acha uchawi. Mahubiri ya uchawi shuleni hapana. Mahubiri ya uchawi, mahubiri ya wanafunzi niishike sana nini? Elimu. Usiache akaenda zake. Na mnajifunza kabisa kwamba kwa Wakristo Yesu alianza kujifunza kusoma na miaka 12. Sio unakemea mapepo huko darasani. Nakemea mapepo ya hiki, wewe una pepo. Nakemea pepo na mtihani, mtihani upo hata ukemee mpaka asubuhi. Umenielewa? La mwisho Kuruthumu tunakupongeza. Hii ni achievement yako. Tumpigie makofi mkurugenzi. Tunampongeza sana mkurugenzi na timu yake, mainjinia wetu. Tunampongeza mkurugenzi na timu yake yote ya CMT, mainjinia wake. Ghorofa hili linajengwa na mafundi wa Kitanzania. Maana yake tunaweza. Mafundi wetu hawa wakiwa waaminifu na mainjinia wetu wa serikali wa halmashauri wakasimamia vizuri, hatuhitaji mchina wala mzungu kutujengea mradi wa aina hii. Ujasiri wa mtu kujenga jengo kama hili kesho linatupa ujasiri wa kumpa kazi nyingine nzuri. Mkurugenzi, niendelee kukuomba kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi 25-30 tumesema tunataka tuzalisha ajira. Kuna hela nyingi zinakuja kwenye mamlaka ya serikali za mitaa. Tungetamani kuona local fundies wa Njombe ambao ni wazuri, wanaofanya kazi zenye ubora kama hizi. Tunaendelea kuwatambua, tunawasajili, tunawajengea uwezo, mabenki yetu yanawapa mitaji, halmashauri inakuwa baba na mama yao, inawadhamini, tunawapa kazi zetu za kufanya. Kesho wanakuza kampuni zao mpaka wafike klasi 1 waweze kushindana kwenye ujenzi wa miradi mikubwa. Hiyo ndio focus. Kwa sababu hata Wachina mnaoona wajenga madaraja walianza kama mchicha, leo ni mibuyu kwenye ujenzi. Hata sisi tukiwaamini watu wetu kama hawa, tukawapa kazi, tukawalipa kwa wakati, wakasimamiwa vizuri, wakazingatia ubora, kesho miradi yetu sisi kama Njombe, kama taifa, tutakuwa na uwezo wa kufanya sisi wenyewe. Niwaombe sana local fundies wafanye kazi kwa uaminifu. Lakini halmashauri zetu, kama una hela zimekuja za mradi, local fundi akajenga, mlipe kwa wakati ili umdai kazi baada ya kumlaumu. Maana pia tuna shida, tunamlaumu local fundi lakini tumemkopa sana, ana mtaji mdogo, amekopa nondo, amekopa saruji, amekopa kokoto na mchanga, hawezi kuendelea na kazi, tunamfukuza kwenye site. Hayo ni matatizo yetu. Lakini kama tunapata hela, tunawalipa kwa wakati, tukawajengea uwezo na kujiamini, mimi naamini kwamba miradi mingi ya serikali inayokuja kwa 2026 tutakuwa na nguvu kazi kubwa ya vijana, na makampuni ya Kitanzania yanaweza kufanya miradi midogo midogo ya kuanzia milioni 20 mpaka milioni 10, miradi ya majengo, miradi ya barabara na miradi mingine inahitaji ukandarasi. Kwa hiyo nawapongeza sana local fundi.